Uwanja huu kujengwa Arusha kwanza una manufaa makubwa sana. Arusha ni mji wa kitalii. Arusha ni mji ambao una hoteli nyingi ambazo zimezoea kukaribisha wageni mbalimbali kutoka mataifa tofauti tofauti. Manake Arusha inakwenda kupanua wigo wa kupokea hata fedha za kigeni. Kwa maana ya kwamba watalii wanapokuja, huu ni utalii wa michezo. Kwa hiyo kimkakati pia ukiangalia kwa sura tofauti unaweza kuona kwamba nchi imetengeneza utalii wa michezo. Imeongeza hadhi ya utalii uliopo Arusha katika michezo au kupitia michezo. Kwa maana uwanja huu naamini, nina uzoefu wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Wageni wanapokuja Tanzania, moja ya maeneo wanayotembelea ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Taasisi mbalimbali katika mikoa mingine wanapokuja Dar es Salaam, wanakuja Bagamoyo kutembelea maeneo mbalimbali, wanakuja Serengeti na maeneo mengine, huwa wanafika pia kule uwanja wa Benjamin Mkapa kuja kutembelea. Kwa hiyo inatoa fursa ya wigo mpana wa tuseme utalii wa michezo, kwa maana kwamba watalii wanapokuja Arusha watafika pia uwanja huu. Na uwanja huu kimsingi umejengwa kwa sura ya kitalii. Umechukua mlima Kilimanjaro, una hali ya kuwa na madini ya Tanzanite, lakini pia mlima Meru na utamaduni wa Arusha kwa maana ya Wamasai, wa Meru na watu wengine. Sasa unaweza kuona hata ile design ya uwanja huu imezingatia masuala ya kitalii, imezingatia masuala ya kiutamaduni tulionayo. Manake ni kwamba hizo ni fursa zote ambazo nchi kwa fikra ya leo na fikra au maono ya kesho yameweza kuwekwa katika uwanja huu. Kwa manake ni kwamba uchumi utaendelea kukua zaidi, watu wa Arusha wataendelea kunufaika na fursa hizo. Nje tu ya wale wanaokuja kuangalia mbuga za wanyama na maeneo mengine, sasa watakuwa pia na fursa katika uwanja huu. Wanaotembeza watalii kule milimani, sasa utakuta kwamba watawaleta watu hapa, wataanzia hapa watakwenda huko. Kwa hiyo tayari hata pato la taifa kuanzia katika ngazi ya jiji la Arusha, mkoa wa Arusha, lakini pia na Tanzania nzima, manake hapa yatakusanywa mapato. Sio tu kwa ajili ya wachezaji kwa ajili ya wanamichezo au wale watakao kuja kuangalia mpira, lakini pia hata siku ambazo hakuna michezo au mpira wa miguu au riadha na michezo mingine, watu watakuja kuangalia mpira na mapato yatakusanywa, na mwisho wa siku uchumi wetu utaendelea kukua.